Mpenzi msikilizaji, wacha nikachukue fursa hii kukukaribisha katika kipindi chetu cha Safina ambacho hukujia kila Alhamisi kuanzia saa 2:30 hadi saa 3 kamili. Kwa majina ni Esther Ucheng kutoka katika kanisa la More Than Conquerors, na mchungaji wetu anapoenda kuingia na kusihi ukuwe na Biblia yako mkononi, notebook na kalamu ili ukanakili yale ambayo anaenda kuhubiria, kwa kuwa yale ambayo ako nayo leo ni kutoka kwake Mungu. Karibuni. I'm connecting from where we left last week. Naunganisha mahali tuliachia wiki iliyopita. And I want to believe all of us are prepared for tonight's service. Nataka kuamini kila mmoja amejiandaa kwa sababu ya ibada ya leo. We have Esther who have just introduced our program. Kuna Esther ambaye ametuwasilisha na kuwasilisha kipindi leo. That is a Sunday school pastor in our church. Huyo ni mchungaji wa Sunday school kwa kanisa letu. He's just 13 years old. Ni miaka 13 tu. And could be a number of you are asking where is Diana and Dennis. Wengine wenyu pengine mnauliza Diana and Dennis wako wapi? Since the year started, tangia mwanzo mwaka we have mwanzo had very little time together. tumekuwa na muda kidogo pamoja. The mother to Diana was sick and the father was also sick. Mama ya Diana na pia baba yake walikuwa wagonjwa. Being a responsible daughter, Kukuwa binti ambaye she anajukumika, had to take care of the father in hospital. alikuwa lazima amchunge babake kule But hospitalini. in the course of the year, the father passed on. Katikati ya mwaka babake akafa. It was a hard time, Ilikuwa wakati but mgumu, we kept on rolling this gospel. lakini tuliendelea kusukuma injili hii. Dennis was always with us. Dennis amekuwa nasi, And somehow at the end part of this season, lakini mwisho wa majira the haya mother who was also sick mama pia ambaye alikuwa mgonjwa passed on after she had been in hospital for a long time. alifariki baada ya kukuwa hospitalini kwa muda mrefu. But together we are strong because we are believing in the Lord. Lakini pamoja tuko na nguvu kwa sababu tunamwaminia So Mungu. partly because of what they have gone through for a long time and us, Kwa sababu tu ya yale ambayo wamepitia kwa muda mfupi, they need some time also to rest wanahitaji pia muda kidogo ili and wapumzike, also be strong again. ili wawe na nguvu pia We want to tena. thank all of you who have been praying for the ministry. Nataka niwashukuru nyote ambao mmekuwa mkiombea This ujuma. gospel must continue rolling down. Hii ujumbe lazima uendelee kusukumwa. So Esther is just taken apart shortly Kwa hivyo Esther amechukua tu kwa muda kidogo, as we wait for our daughter and son Dennis and Diana to come back. wakati tunangoja binti yetu na mwana wetu Dennis na Diana waje. But meanwhile, remember the season that we are in. Lakini kumbuka majira ambayo tuko ndani It yake is a very, very important season in our life, ni majira ya maana zaidi kwa maisha yetu, and especially in the journey of faith that we are in. sana sana katika safari ya imani ambayo tuko ndani yake. I've taken a long time Nimechukua muda mrefu just to be on this book of Joshua. kukua tu kwa kitabu hichi cha And I Yoshua. want to believe we have had a good story all together, Nataka kuamini tumekuwa na hadithi nzuri wote kwa pamoja, believing God and moving on every time. kumwamini Mungu na kusonga mbele kila We have wakati. covered a number of things with you together. Tumepitia mambo mengi na wewe pamoja, And I want to believe those who are taking notes, na nataka kuamini wale ambao wamekuwa you wakiandika. have a lot of things that you can study every other time. Uko na vitu vingi ambao unaweza jifunza kila And wakati. one of the ladies and characters that have interested me in the whole Bible Kati ya mabinti ambao wamenifurahisha katika Biblia nzima is this woman called Rahab. ni huyu mwanamke anaitwa We have Rahabu. kept on learning great things about this woman. Tumekuwa tukijifunza mambo makuu zaidi kuhusu mwanamke And we huyu, saw that though she was a sinner and a prostitute in Jericho, na tukaona hata kama alikuwa mwenye dhambi na pia kahaba kule Yeriko, God is always planning something good for our life. Mungu kila wakati anapangia maisha yetu mambo And mazuri, eventually she leaves prostitution na hata mwishowe akaacha and ukahaba, have gone through this in the deepest part of our understanding. na nikaingia ndani zaidi ya kuelewa kwetu, Until today, people want to associate with the God of Rahab. na mpaka leo watu wanataka kuunganika na Mungu wa Because Rahabu he's a forgiving God kwa sababu yeye ni Mungu and he asameaye, can give you another chance. na anaweza kupa fursa A chance nyingine, that you can use well. fursa ambayo unaweza itumia vizuri. Now recently I was tackling a topic
the power of expectation. Hivi majuzi nimekuwa nikishughulikia nguvu ya matarajio. And that is where we were last week. Na hapo ndipo tulipokuwa wiki iliyopita. And this week I'm moving on with the second part. Na wiki hii nasonga na kipande cha pili. The power of expectation. Nguvu ya matarajio. Such a great voice from God in this season. Ikiwa ni sauti kuu kutoka kwa Mungu kwa majira haya. And last week as we ended our program, wiki iliyopita wakati tulimaliza ibada yetu, there is a question that I asked in the last part of it. kulikuwa na swali nililoswali kwa sehemu ya mwisho. But before we go there, I want us to pray because of this service. Na kabla tuende kule nataka tuombe kwa sababu ya ibada hii. Oh great God in heaven, Mungu mkuu kule mbinguni, you have allowed me to be a surprise today. umeniruhusu ili niwe mshangao leo. You have allowed our enemies to get surprised because we are still alive. Pia umeruhusu maadui zetu washangazwe kwa sababu bado tuaishi. You, the God of Rahab, Wewe Mungu wa a Rahabu, prostitute in Jericho. kahaba kule Yeriko. You, the God of a second chance. Wewe Mungu wa nafasi ya pili. You have kept the secret of our lives in your hand. Umeweka siri ya maisha yetu mikononi That is mwako. why our enemies are confused. Ndio maana maadui zetu They wamechanganyikiwa. don't know by which name to call us. Hawajui ni kwa majina gani ya They kutuita. understand our yesterday. Walijua jana They have yetu, seen our today. wameona leo But the yetu, secret of our tomorrow lakini siri ya kesho is yetu hidden away from them. imefichwa kutoka Our kwao. enemies don't understand us because of you. Na maadui zetu watuelewi kwa sababu yako. And that is why still at the age of 99, Ndio maana hata katika miaka 99 Abraham was still childless. Abrahamu alikosa mtoto, But at the age of 100, lakini kwa mwaka wa 100 Abraham became blessed and became the father of nations. Abrahamu akabarikiwa na akakuwa baba wa mataifa. In the hands of our enemies, you have kept it away. Mikononi mwa adui zetu umeyaficha. The reason why Hannah was barren. Sababu ambayo Ana alikuwa bado But at tasa. a time when you needed a prophet in the land, Kulikuwa na wakati ulihitaji nabii kwa nchi. your timing is the best, and Hannah gave birth to Samuel. Wakati wako ni nzuri na Ana akapata mtoto When Samueli. Lazarus died, Wakati Lazaro the alikufa, secret about 4 days after his death siri kuhusu siku 4 baada ya kufa was kwake kept away from his enemies. iliwekwa mbali na maadui But zake. when it was in your hands and you came forth, Lakini wakati ilikuwa mikononi mwako na ukaja, though the body was smelling, hata kama mwili ulikuwa unanuka, you who is the resurrection, wewe ambaye ni you ufufuo, called Lazarus back to life. ulimuita Lazaro akakuja kuishi tena. Oh God of Rahab, Mungu wa we Rahabu, thank you because of this night. tunakushukuru kwa usiku wa leo. Thank you because of our service. Asante kwa ibada yetu. What is it we can say? Ni nini yetoweza Our sema? mouth can just open and say you are all we need. Vinywa yetu vinaweza tufunguka kusema ni wewe pekee Thank twakuhitaji. you for my life as a vessel. Asante kwa maisha yangu kama chombo. Thank you because of this anointing and grace upon my life. Nashukuru kwa sababu ya neema hii na pia upako juu ya maisha yangu. Help me that I may use it well. Nisaidie ili nitumie vizuri. Let those who are under the power of my voice, Wacha wote walio chini ya sauti yangu, let their lives change forever. wacha maisha yao yabadilike As we milele. share this bread tonight, Wakati washiriki mkate huu usiku wa I leo, pray to the God of Rahab. naomba Mungu wa Rahabu, Give everybody who is listening a second chance, pea kila mmoja asikilizaye nafasi ya that we pili, may use it well to the glory of your name. ili tuitumie vizuri kwa utukufu wa jina lako. And let everybody say amen. Na wacha kila mmoja aseme amina. Now, in our last service, we ended on a notable and a questionable note. Kwa ibada iliyopita tuliishia kwa swali. Elijah had a need, Eliya alikuwa na hitaji and the widow had a need. na pia mjane alikuwa na I hitaji. came to a point and explained this so well. Nilikuja nikafika mahali nikaelezea hii vizuri. Elijah was a servant of God. Eliya alikuwa mtumishi wa And Mungu. remember, before this, the brook had just dried. Nakumbuka kabla hii vile vitu tu vilikuwa vimekauka. Now, the drying up of the brook brought a need in the ministry of Elijah. Kwa hivyo kukauka kwa kijito hicho kilileta hitaji kwa maisha ya Eliya. Remember, before this, ravens had fed him. Kumbuka kabla hiyo kunguru walikuwa And wamemlisha. this was just after God had commanded them. Na ilikuwa tu baada ya Mungu May the kuyaamuru. God of Rahab command your feeding
program. wacha Mungu aamrishe kulishwa May this kwako. God that I preach tonight command your financial program. Wacha Mungu mhubiri leo amuru fedha So zako. at that point the brook dried. Kwa hivyo wakati hiyo kijito kikakauka, And because the heart of God is in the ministry, na kwa sababu moyo wa Mungu uko kwa huduma, God was taking care of that ministry. Mungu alikuwa anachunga huduma hiyo. So God commands Elijah Kwa hivyo Mungu anamwamuru Eliya that go to the city gate. ya kwamba enda kwa lango la mji. Now, how do we balance this equation? Je, tutasawazishaje mambo haya? Elijah has a need, Eliya ako na and the hitaji, widow has a need. pia mjane ako na How do we hitaji. balance this tonight? Je, tutasawazishaje hii I want usiku wa to leo? pray wherever you are that you may just sit down. Nataka kuomba mahali ulipo keti tu chini. Stop moving around. We want to share something that is very important. Wacha kuzunguka zunguka, tunataka tushiriki kitu ambacho cha maana zaidi. Something that many times have happened in our ministry. Kitu ambacho mara mingi kimefanyika kwa huduma And we're yetu. going to learn something that if you understand, the devil will fear you. Tunaenda kujifunza kitu ambacho kama utaelewa shetani Now, atakuogopa. my life in ministry has taught me Kwa hivyo maisha yangu kwa huduma imenifunza that when people have a need, they run to the ministry. ya kwamba wakati watu wako na hitaji wanakimbilia huduma, And when the ministry has a need, na wakati huduma uko na hitaji people run away from the ministry. watu utoroka Allow huduma. me to repeat this again. Niruhusu niseme hii tena. My life in ministry has taught me Maisha yangu kwa huduma imenifunza that when people are needful, ya kwamba wakati watu when wanahitaji, people are sick, they don't have money, they have family issues, wakati watu ni wagonjwa, wana fedha ama wako na shida ya jamii, they run to the ministry. wanakimbilia huduma. Now, when the ministry has a need, Lakini wakati huduma inahitaji, people run away from the ministry. watu hutoroka huduma. Now, let's zero in to our prime story about this woman. Wacha tuingie katika hadithi kuhusu mwanamke A huyu, very good illustration in 1 Kings chapter 17. ambayo ni kionyesho kizuri katika Wafalme wa Kwanza mlango wa The 17. story about this woman Hadithi kuhusu mwanamke who huyu had a need because there was drought in land. ambaye alikuwa anahitaji kwa sababu kulikuwa na ukame kwa nchi. There was no rain everywhere and people were dying because there was no food. Hakukuwa na mvua kila mahali, watu walikuwa nakufa kwa sababu ya kukosa I want to chakula. believe the grass around her were just dry. Nataka kuamini nyasi kando yake yalikuwa yamekauka. Animals were dying in the morning, in the afternoon, and in the evening. Wanyama walikuwa nakufa asubuhi, mchana na hata jioni. And I want to believe the whole air was smelling human flesh. Na nataka kuamini kila hewa ilikuwa inanuka mili ya wanadamu, Because drought will never spare any living thing. kwa sababu ukame huwezi acha kitu chochote So there kiishicho. was great trouble in Israel and in the land at that time. Kwa hivyo kulikuwa shida kwa Israeli na wakati ule katika And nchi. I've said just a few days ago the brook had dried. Na nikasema masiku chache iliyopita kijito Now kikakauka. God takes care of the ministry than any other thing. Kwa hivyo Mungu huchunga huduma kushinda kitu kingine Because chochote, God knows that ministries are built in altars. kwa sababu Mungu anajua kwamba huduma imetengenezwa kwa Now where madhabahu, the altar is, na mahali ambapo madhabahu I ipo. say divinity can meet humanity. Nilisema kwamba vitu vya kiungu vinaweza kutana na wanadamu. God can meet with his people, Mungu anaweza kutana na watu and wake, people can meet their na God. watu wanaweza kutana na Mungu So wao. the only meeting place between God and people, Kwa hivyo mahali pa pekee pa kukutana kati ya Mungu na watu it wake is in the altar that I call the ministry. ni kwa madhabahu ambayo tunaita huduma. Now listen to what I'm saying tonight. Sikiza kile ambacho nasema usiku wa leo. Elijah is told by God Eliya anaambiwa na Mungu initially that we'll drink from this brook hapo mwanzoni kwamba utakunywa kutoka kwa kijito and hichi fed by the raven. na utalishwa na Now kunguru. sometimes later there was a need. Kwa hivyo kukafika wakati kukakuwa na The hitaji, brook dried. kijito kikakauka And there was no more for Elijah to drink. na kukuwa na ile Eliya kukunywa. Sometimes the brook dried. Wakati mwingine kijito kikakauka, And some of you have nothing to drink na wengine today. wenyu hamna kitu cha kunywa leo. There is a time that your brook will die. Kuna wakati ambapo kijito chako kitakauka. There is a time that the brook will go down. Kuna wakati ambapo kijito kitaenda chini. There is a time that everything don't look normal. Kuna wakati ambapo vitu vitakuwa Now sawa. the Bible says something that
that is very important. Biblia inasema kitu ambacho ni cha maana. So what does God do when there is a need? Kwa hivyo nini Mungu anafanya wakati kuna A hitaji? need in the ministry, Hitaji kwa huduma, a need in the church, hitaji kwa kanisa, and a need in the pastor's house. hitaji hata kwa nyumba ya What will mchungaji. God do when there is a need around the ministry? Mungu atafanya nini wakati kuna hitaji kwa huduma? God does not come from heaven. Mungu hatoki juu mbinguni. He looks around those who are humanly unable. Anaangalia wale watu ambao hawawezi And kiwanadamu. because he is God, Na kwa sababu yeye ni Mungu, he does not use the strong. hatumii watu wenye He nguvu. looks at a weak woman somewhere. Anaangalia mwanamke dhaifu He mahali, gets a weak man somewhere. anapata mwanaume dhaifu And he mahali. says, from this life that is weak, Anasema kutoka na maisha haya yaliyo dhaifu, I want my name to be glorified. nataka jina langu litukuzwe. So because of the need in the ministry of Kwa Elijah, hivyo kwa sababu ya hitaji kwa huduma ya Eliya, God was looking around. Mungu alikuwa anaangalia, God was moving around, Mungu alikuwa anasonga, trying to see whom he can use. akiangalia nani anaweza tumia. He comes to Elijah and tells Na Elijah, anakuja kwa Eliya na anamwambia, at the city gate you will not meet any other woman. katika lango la mji utakutana mwanamke mwingine yoyote. This woman will not be having a husband. Huyu mwanamke anaweza kuwa hana mume. This woman is at her last parts of the life. Huyu mwanamke yuko katika sehemu yake ya mwisho ya maisha, But go there because I've commanded her. lakini nenda kule kwa sababu nimemwamuru. May God command people in your life. Wacha Mungu amurishe watu kwa maisha May yako. God command people to come and bring you financial breakthrough. Wacha Mungu amurishe watu waje kuletea mpenyo wa kifedha. Now God enters our inability Kwa hivyo Mungu anaingia kwa kutowezeshwa kwetu, to show his ability. kuonyesha uwezo wake. This woman is unable to feed herself. Huyu mwanamke hawezi kujilisha After mwenyewe. all, she's a widow. The husband died. Hata hivyo ni mjane, mume wake alikufa. Widows go through tough times in life. Wajana wanapitia hali ngumu maishani, And now God doesn't consider the suffering she's gone through. lakini Mungu angalia mateso ambayo anapitia. God says in this life that people have underlooked, Mungu anasema katika maisha haya ambao watu I want wameyapuuza, them to know that I'm God and God alone. nataka wajue kwamba mimi ni Mungu na Mungu pekee. So when Elijah reaches the city Kwa gate, hivyo wakati Eliya anafika kwa lango la mji, he finds no other woman, hapati mwanamke mwingine not yoyote, a married woman, si mwanamke aliyeoleka, but a widow lakini who mjane was now just collecting a few sticks akikusanya tu kuni chache and eat her last meal na kule chakula chake cha mwisho and then die. na afe. Now the anointing you don't serve Kwa hivyo upako ambao hutumiki cannot serve you. haiwezi kutumikia. Elijah is a servant of God now at the city gate. Eliya ni mtumishi wa Mungu sasa hivi katika lango la mji. The worst place to allow your pastor to be is in the city gate. Mahali pabaya ambao unaweza ruhusu mchungaji yako awe ni katika lango la mji. Do anything you can do to remove your pastor at the city gate. Fanya kila kitu uweze kuondoa mchungaji wako katika lango la mji. Don't allow men of God to be at the city gate. Usiruhusu watu wa Mungu wawe katika lango la mji. There is a lot of exposure at the city gate. Kuna njia ya kuwekwa wazi katika lango la At mji. the city gate, everybody will know the problem your pastor is going through. Katika lango la mji kila mtu atajua matatizo ambayo mchungaji wenyu anapitia. Don't open up your mouth and expose your pastor at the city gate. Usifungue kinywa chako na mweke wazi mchungaji wako katika lango la mji. Don't use your life as shaming the ministry. Usitumie maisha yako kukua kinyume na huduma. Go ahead and remove your pastor at the city gate. Enda kumtoa mchungaji wako katika lango la mji. Can I tell you something tonight? Niwaambieni kitu usiku wa Can leo. I tell you something you have never heard tonight? Je, niwaambie kitu ambacho mjesikia usiku wa leo? Show me the man that you are serving. Nionyeshe mtu ambaye unamtumikia, I will show you your destiny. nami nitakuonyesha hatima The yako. anointing you don't honor Upako ambao uheshimu will never honor you. haitawahi kuheshimu. The anointing that you don't serve Upako ambao utumikii will not serve you. haitakutumikia. Sometimes I look ahead Wakati mwingine naangalia and mbele I see people who are fighting pastors, na naona watu ambao wanapigana vita na and mchungaji, you see their coffins. na unaona jeneza yao. If you are fighting any pastor around you, Kama unapigana vita na mchungaji yeyote
kando just yako, because they are at the city gate kwa sababu tu wako kwa lango la and mji their needs are being exposed, na hitaji lao limewekwa wazi, just because their brooks dried. kwa sababu vijito vyao vilikauka. Don't touch the anointed of God. Usiwahi gusa watu waliopakwa wa Mungu. Can I tell you your destiny? Nikwambie hatima yako, Show me the man that you are serving. nionyeshe mtu ambao unamtumikia. So the challenge that we are going through in 1 Kings chapter 17, Kwa hivyo changamoto ambayo tunapitia katika Wafalme wa Kwanza mlango wa you 17, can read from verse 7 to 14, unaweza soma kuanzia mstari wa 7 mpaka 14. is if this woman will accept to serve Elijah. Ni kama mwanamke huyo atakubali kumtumikia Eliya. That is the only challenge that I want to expose to you. Hiyo ndio changamoto ya pekee ambayo nataka Will niwafunulieni. she accept to serve Elijah? Je, alikubali kumtumikia Eliya? Many people say, I have my God. Watu wengine wanasema kwamba niko na Mungu They wangu. don't go to church and they say, I have my God. Hawaendi kanisani wanasema niko na Mungu They don't wangu. have a fellowship and they say, I have my God. Hawana ushirika na wanasema niko na Mungu So wangu. if this woman at the city gate who is a widow Na kama mwanamke huyu aliyeko lango la mji kama huyu mjane, have the same language like you have, ako na lugha hiyo ambayo uko nayo, she may not accept to serve Elijah. anaweza kataa kumtumikia Eliya. Many people are saying they want to serve God. Watu wengi wanasema wanataka kumtumikia You Mungu. cannot serve God if you don't serve this vessel Huwezi tumikia Mungu kama huwezi tumikia vyombo hivi that God is using at such an end time. ambayo Mungu anatumia kwa wakati huu sana, sasa wa mwisho. So let us see if this woman will accept to serve Elijah. Wacha tuone kama mwanamke huyu atakubali kumtumikia Some Eliya. people are waiting for God Watu wengine wanamngoja Mungu when God is just around the city gate. wakati Mungu ako tu karibu na lango la Some mji. people are waiting for God Watu wengine wanamgoja when the Mungu miracle already is down. wakati muujiza tayari uko chini. Let me say this. Wacha niseme hivi, When you have an urgent need in your life, wakati uko na hitaji la dharura kwa maisha yako, look for an urgent need in the ministry. tafuta hitaji la dharura katika huduma. Somebody should have been saying amen. Mtu angesema amina. When you have an urgent need, Wakati uko na hitaji la the dharura, need is too urgent, like you feel you are going to die. hitaji hiyo ni ya dharura zaidi kama unahisi kwamba unaenda kufa. And you are saying, God, just visit me now. Unasema Mungu nitembelee tu. And you are saying, God, if you don't visit me, I'm dead. Na unasema Mungu kama utatembelea nitakufa. And you feel the kind of miracle that you need is very urgent. Na unahisi kwamba muujiza ambao unahitaji ni la dharura. Look for an urgent need in the ministry. Tafuta hitaji la dharura katika Look for huduma. an urgent need in the church. Tafuta hitaji la dharura kanisani. Look for an urgent need in the house of your pastor. Tafuta hitaji la dharura katika chumba cha When you mchungaji come to wako. verse 15, Wakati unafika mstari wa the 15, Bible says that after a short conversation with Elijah, Biblia inasema baada ya kusemezana kufupi na Eliya, and I believe verse 15 answers our question, na naamini mstari wa 15 najibu swali letu. if this woman will accept to obey Elijah. Kama mwanamke huyo atakubali kumtumikia Eliya. When you are in such a state like this woman was in, Kama uko katika mali hapa ambapo mwanamke huyu yupo, the greatest thing God wants to test from you is obedience. kitu cha pekee ambacho Mungu anapima ndani mwako ni Will utiifu. you obey God when things are tough for Je, you? utamtii Mungu wakati mambo ni magumu kwako? Sometimes we want God to behave the way we want. Wakati mwingine tunataka Mungu akue jinsi tulivyo. I said Elijah has a need, Nilisema Eliya and anahitaji, the widow also has a need. na pia yule mjane Some anahitaji. people say God must meet my need first. Wengine wanasema Mungu lazima akutane na hitaji langu They kwanza. condition God like God is man. Wanamshurutisha Mungu kana kwamba Mungu ni They mwanadamu. tell God, if you don't do this, Wanaambia Mungu kama utatenda hivi, I'm not going to church. mimi siendi If kanisani. you don't do this, Kama utendi I hili, will not go for prayer. mimi sitaenda If maombini. you don't do this, Kama utatenda I hili, will not give. mimi sitatoa. So if this woman spoke the way you speak, Na kama mwanamke ungezungumza kwa jinsi unavyozungumza, I'm afraid to reveal to you what would have happened. naogopa kukufunulia kile ambacho kingetendeka. So verse 15 in your book 1 Kings chapter 17 Kwa hivyo mstari wa 15 katika kitabu cha Wafalme wa kwanza 17 says she went away and did as Elijah had told her. na inasema akaondoka na kufanya kama Eliya Somebody alivyomwambia. praise the Lord. Bwana asifiwe. The Mtu Bible says she went away Biblia inasema
akaondoka and did as Elijah had told her. akafanya kile ambacho Elia alikuwa What amemwamuru. had Elijah told her? Elia alikuwa amemwambia nini? I have a need and you have a need. Niko na hitaji nawe unahitaji. Sometimes I just don't like being called a prophet. Wakati mwingine sipendi kuitwa nabii Because prophets are too tough. kwa sababu manabii ni watu wa nguvu It is like zaidi. they are merciless. Ni kama kana kwamba wana It is huruma. like they don't have a human heart. Ni kana kwamba wana moyo wa wanadamu. Sometimes they speak a hard language. Wakati mwingine wanazungumza lugha You ngumu. don't have and they tell you what you have, give it to me. Na hauna lakini wakwambia kile ambacho uko nacho nipe. You need the heart of God to understand a prophet. Unahitaji moyo wa Mungu kuelewa nabii. So Elijah says, Kwa hivyo Elia anasema before you do anything, kabla utende jambo lolote, go and make that cake and bring it to me. enda utengeneze mkate huo na unipe. You need the heart of God. Unahitaji moyo wa This Mungu. is a widow you are talking to. Huyu ni mjane ambaye She unamzungumzia. has gone through tough times. Amepitia hali ngumu. There was such a kind of a COVID during that time. Kulikuwa na aina hiyo ya COVID wakati huo. People were dying. It was like the corona we are going through. Huyu watu walikuwa wanakupatikana kwamba corona ambayo People tunapitia. had put masks and masks were not helping. Watu walikuwa wamevaa barakoa na haikuwa There inasaidia. was not even water to wash hand. Pia hakukuwa na maji ya kuosha Death mikono. was catching you anywhere Hivyo kilikuwa kinakupata in mahali. such a way that there was no social distance. Kwa mahali ambapo hakukuwa na kukaa mbali na Things mwenzako. were tough at that time. Vitu vilikuwa vigumu wakati huo. Many people were dying. Watu wengi walikuwa But I wanakufa. want to thank God tonight. Lakini hata nishukuru Mungu siku ya leo. That which has killed people have not killed you. Kile ambacho kimeua watu For hakijakuua. the Bible says the woman went away Kwa hiyo Biblia inasema mwanamke and akaondoka. obeyed that which Elijah had told Na her. katika kile ambacho Elia alimwambia To make a cake first kutengeneza mkate and kwanza solve the question that is in the ministry. na kusuluhisha swali lililo katika huduma. God has made it in such a way Mungu ameifanya kwa njia hii that we can be an answer in the ya ministry. kwamba tunaweza kuwa jibu kwa huduma. Then God can supply to our needs in our Na life. hivyo Mungu anaweza andaa kwa sababu ya kile hitaji maishani Somebody mwetu. praise the Lord. Bwana asifiwe When mtu. we answer the need in the ministry, Wakati tunajibu hitaji katika we huduma, are unlocking the hands of God. tunafungua mkono wa Mungu. We are directing the floor of God. Tunaelekeza mtiririko wa Mungu. We are preparing our great destiny. Tunaandaa hatima yetu iliyo The Bible kuu. says she did what she had been commanded to do. Biblia inasema alifanya kile alichoamrishwa This kufanya. means she went and made the cake Inamaanisha alienda akatengeneza and mkate brought the cake to the servant of na God. akaleta mkate huo kwa mtumishi wa And the Mungu. servant of God fed from that cake. Na mtumishi wa Mungu akakula mkate ule. And after that, Na baada ya hiyo there was an overflow. kulikuwa na kutiririka kukuu. Time is against me. Wakati And umenikuishia. I want just to make a prayer Nataka tukufanya ombi. that those who have made a cake because of this ministry, Kwa wale ambao wamefotoa mkate kwa sababu ya huduma huu. you know the need that we have in Eldoret. Unajua hitaji ambao tuko nao hapa Eldoret. And we are building an altar for God. Na tutengeneza madhabahu kwa In the sababu ya times Mungu. that we are living, Kwa wakati ambao tunaishi, God has allowed me by this grace Mungu ameniruhusu kwa neema hii to present Elijah. kumleta Elia The need in the ministry, katika hitaji la which is huduma building the altar in Eldoret, ambayo kutengeneza madhabahu Eldoret. is not for a personal satisfaction. Si kitu ya kujituliza When mwenyewe. we are solving the question in the ministry, Wakati tumejibu swali kwa let huduma, us have the power of expectation waje tukuwe na nguvu ya that there matarajio will be a flow in our lives. ya kwamba kutakuwa na mtiririko maishani Let us mwetu. meet next week. Waje tukutane wiki ijayo. Don't miss any of our services. Usikose ibada yetu hata Those moja. 1,000 men and women Au watu 1,000 whom God have stationed at the city gate, ambao Mungu ameweka katika lango la mji, who are there because of Elijah who has come in the city gate. ambao wako pale kwa sababu Elia ambaye amekuja kwa lango la As mji. you answer to the question in the ministry, Wakati unajibu swali la huduma, may your flour, wacha unga wako, may your finances wacha fedha zako never stop to flow. isiwahi kosa May the kutiririka. God that I serve Wacha Mungu nayemtumikia bless you in Jesus' name. akubariki kwa jina la Yesu. Amen. Amina. Pa kujificha, Yesu kimbilio, hajawahi kuniacha. Yesu mwamba wangu, mahali pa kujificha, anajua shida zangu, yeye anazitatua.
Ninatumai na ninaamini ya kwamba umebarikiwa na umeinuliwa na neno hilo. Unapoenda kumaliza wiki yako, wacha neno hilo likaendelee kukubariki na kukuinua. Kumbuka ya kwamba ukitaka kupata kanisa letu utalipata mjini Eldoreti, kisha afisi zetu tupate pale Berul Business Center ambayo hapo awali ilikuwa inajulikana kama Petrisha. Na tena ukitaka kuwasiliana na mchungaji wetu, nambari ya kwanza ni 0722243702. Tarudia 0722243702. Nambari ya pili ni 0721990930. Tarudia 0721990930. Hadi Alhamisi ijayo, Mungu awe nayo na akaongeze mienendo yako.